Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatia vipindi vya nyuma. Utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri mbili za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 3. Tutaanza na siri ya kwanza, mgawanyiko wa kanisa. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 5 inasema: lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanyweshwa maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam hata sasa hamkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo, na mwingine mimi ni wa Apolo, je, ninyi si wanadamu? Basi Apolo ni nani? Na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Nini tunajifunza hapa tunaposoma hii siri inayozungumzia mgawanyiko wa kanisa? Kwanza tufahamu kanisa ni nini. Kanisa ni mwili wa mtu, na huu mwili umejengwa na Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo alileta habari njema ya ufalme kwenye hekalu, na hekalu ni mimi na wewe. Unaona? Kwa hiyo mwili wa mtu ni hekalu la Mungu na wala sio jengo. Tunapata nini fundisho hapa? Mgawanyiko wa kanisa ni shetani ndani ya kanisa. Maana kanisa la Korinto lilijitenga na umoja wa Kristo kwa kuweka misingi ya watoa huduma, yani wanadamu, likaleta utengano katika mwili wa Kristo. Umoja ule wa Kristo ukapotea. Maana walifikia wanajiita mimi ni wa Apolo, mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Kristo. Kristo ikakosekana maana ya upatanisho. Maana Yesu Kristo ni mpatanishi, na ni maana ya Yesu ni Mwokozi, na maana nyingine ya Yesu ni Emanueli. Maana yake ni Mungu pamoja na wanadamu. Kwa hiyo ule upatanisho wa Yesu Kristo ukagawanyika. Kanisa lilimsahau Yesu, mpatanishi wa watu wote duniani kupitia msalaba wake. Tunapata nini siri nyingine hapa? Maana hata sasa Paulo ananena na watu katika ulimwengu wa roho, katika makanisa yote ya ulimwenguni ambayo yamekuja katika picha ya udhehebu. Ujue udhehebu ni mzuri pale tunapofika kwenye namna ya kuombeana na kuonana kwamba sisi ni kitu kimoja kati ya udhehebu wetu. Lakini udhehebu unakosa faida na thamani ya kujenga mwili wa Kristo pale tunapowekeana mipaka na kujiona dhehebu hili ni bora sana na hili ni ovyo sana. Tunasahau kwamba sisi wote
tumekombolewa kwa neema ya Yesu Kristo. Hakuna hata mmoja mwenye haki, na mbaya zaidi, madhehebu yameweka misingi yake ambayo Yesu Kristo hakuiacha kwa kujihesabia haki katika udhehebu, kitu ambacho kimepoteza maana ya Ukristo katika mwili wa Kristo, kwa sababu sisi wote ni wana wa Kristo na Yesu Kristo alitupatanisha sisi na Mungu, lakini sisi ndo tunajifanya kuwa utengano kupitia udini wetu na kupoteza maana ya Kristo ambayo alikusudia. Mfano mazala ya udhehebu ambao umeleta mafarakano katika mwili wa Kristo. Tutaanza na mfano wa kwanza. Mfano, kanisa la Roman Catholic, msingi wake umewekwa na Papa na kugawa ile neema ambayo aliiachia Yesu Kristo kwa wote. Maana Yesu Kristo alikuja kwa wenye dhambi. Na mbaya zaidi, inaonekana Papa ni bora zaidi ya Kristo, kwa sababu ukienda kwenye dhehebu la Roman Catholic kuna misingi yake ambayo inapingana na msingi wa Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo wakati anasema na wanafunzi wako, nimepewa mamlaka duniani na mbinguni, na akawaambia nendeni mkawabatize kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafanya mataifa yote wapate kumwamini Yesu Kristo. Sasa ukienda upande mwingine, hawaamini kama napo wanatoa huduma hiyo. Ndiyo maana unafikia mahala kanisa la Roman Catholic linajiamini lenyewe pekee liko sahihi kuliko madhehebu mengine. Hivyo hivyo ukienda dhehebu lingine hivyo hivyo, na penyewe utakuta, kwa mfano ukienda kwa kanisa la KKT, msingi wao umewekwa na Luther ndo ameweka msingi. Maana yake ni nini? MKKT hawezi kwenda kuthali dini nyingine kama akikuta dhehebu lake alipo sehemu alipotembelea, kuonyesha utenga. Biblia ni ile ile. Hivyo hivyo ukienda Msabato, kanisa la Msabato limejengwa msingi na Ellen G. White, na msingi huo ukaonekana Ellen G. White ni bora zaidi ya Kristo, kwa maana ya kwamba popote pale panapohubiriwa injili ya Yesu Kristo, waumini wa Wasabato hawatakuwa tayari kushirikiana na wale, kwa sababu msingi wao wanamwangalia muasisi Ellen G. White aliongea nini, kitu ambacho hajawahi kwenda msalabani hata kulipa gharama huyo Ellen G. White kudhibitisha kwamba haya madhehebu yote ni mpango wa Ibilisi Shetani ili kutugawa. Rejea kitabu cha Yohana sura ya 13 mstari wa 16, kinasema wazi sana. Inasema, amini amini nawaambia ninyi, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Maana yake ni nini? Hao mitume, mapapa, Marutha na wakina Ellen G. White, maana yake wanaambiwa kwamba watumwa si wakuu kuliko bwana wake. Bwana wake ni nani? Ni Yesu Kristo. Wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Mitume wa Yesu sio wakubwa kuliko Yesu Kristo. Maana misingi walioiweka haiwezi ikapingana au ikapinga msingi wa Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo alikuja kupatanisha, na akatupatanisha wanadamu na Mungu. Kumbuka, tuliachana na Mungu katika ulimwengu wa roho, tukatengana. Tunapotengana sisi kwa matabaka ya misingi ya kidini, bado shetani anazidi kututumikisha na kukosa ule umoja ambao Yesu Kristo mwenyewe alienda akauomba mbele za Mungu. Yohana 17 mstari wa 9 hadi wa 11, wakati anaomba dua akisema, mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako. Anaongea na Mungu hapo katika ulimwengu wa roho, Yesu Kristo wakati anaomba. Na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Yesu Kristo alikuwa anawaombea wanafunzi wake wa Yesu. Maana yake uliyebatizwa tayari ni mwanafunzi wa Yesu. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Unaona, nitarudia hapo.
ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Unaona, Yesu ana umoja na Mungu na malaika uko mbinguni. Maana yake ukimwona Yesu umemwona Mungu, na ukimwona Mungu umemwona Roho Mtakatifu. Aliomba tuwe na umoja. Sasa ukiangalia, mbona matengano? Kwa nini tunatumia gharama kubwa sana kupondana na kuvulishana uchi? Maana mtu unapomponda na kumwanika mbele ya watu, unamvulisha nguo. Kumbuka wana watifu wa Nuhu wakaenda kinyume kwenda kufunika uchi wa baba yao, kumfichia uchi. Je, mbona tunavulishana uchi? Ukumbuke sisi tumejengwa ndani ya Yesu Kristo na sisi ni hekalu la Bwana. Tunapomvulisha mmoja wetu kati yetu, ni sawa na kwamba tunamvulisha Yesu Kristo na kumwanika. Tuombeane. Kwa nini tusitumie gharama kubwa kuombeana ili tuwe na umoja, ili dhambi tuishinde, tumfukuze shetani athetwe chini ya miguu ya mfalme Yesu? Ndilo Yesu aliloagiza daima. Hata sasa nanena nasi, umoja, tuombeane. Ni kweli hakuna aliyekamilika. Umuonapo mwenzako amepungukiwa, ni bora sana kumwombea kuliko kulishusha tunda kwa kutumia kijiti. Linaweza likashuka likatoka na jeraha, kuliko kumwombea kwa maombi, kwa kushika maombi ukatikisa mti, matunda yakashuka vizuri kwenye mchanga yakiwa salama. Siri ya pili, mwanadamu ni mpandaji tu, mkuzaji ni Mungu peke yake. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 6 hadi wa 23 inasema, mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Hivyo apandaye si kitu, wala atiaye maji, bali Mungu akuzaye. Mitume hao wanapanda, lakini anayekuza neno ni Mungu. Basi yeye apandaye na yeye atiaye maji ni wamoja, lakini kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe, sawa sawa na tabu yake mwenyewe. Kupanda na kuweka maji wanafanya kazi moja, ila anayekuza ule mmea ni Mungu peke yake. Maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Unaona? Kwa hiyo sisi tunafanya kazi na Mungu, lakini anayefanya kazi kubwa zaidi na ndiye anayejua siri ya kukuza ni Mungu peke yake. Kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu na aangalie jinsi anavyojenga juu yake. Paulo anazidi kuelekeza, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Maana yake Yesu Kristo aliweka msingi msalabani. Wengine wote ni watilia maji na wapandaji tu. Lakini mtu akijenga juu ya msingi huo, dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa, atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea, atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Maana yake ni nini? Hapa kila mtu anapojenga msingi, anapojenga kwenye jiwe la Yesu Kristo, kazi yake itakuja kupimwa kwa moto. Na ile kazi ikipimwa kwa moto ikateketea, atakuwa amepata hasara katika kufanya kazi yake, japo yeye ataokolewa. Unaona? Kwa moto pia. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Umeona? Hekalu la Mungu ni watu. Mtu asijidanganye mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu,
katika dunia hii, na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima. Maana hekima ya dunia hii ni upuuzi mbele za Mungu. Kwa maana imeandikwa, yeye ndiye awanasaye wenye hekima katika hila yao. Na tena Bwana anayafahamu mawazo ya wenye hekima, ya kwamba ni ya ubatili. Basi mtu yeyote na asijisifie wanadamu, kwa maana vyote ni vyetu, kwamba ni Paulo au Apolo au Kefa au dunia au uzima au mauti au vile vilivyopo sasa au vile vitakavyokuwapo, vyote ni vyetu. Nanyi ni wa Kristo na Kristo ni wa Mungu. Tunapata fundisho gani kwa kina kupitia somo hili? Kila mtu hupanda duniani. Kila mtu anapanda hapa duniani na anapanda. Ila anayekuza ni mmoja tu, ni Yesu Kristo, na ndiye Mungu ambaye tunapaswa tumpe sifa peke yake na wala sio wanadamu. Na kila mtu apandacho kitapimwa kwa moto, na kikiungua ujua patakuwa ameingia hasara, na kikibaki maana atapata thawabu. Kwa maana ya kwamba utakapojenga msingi mwingine juu ya msingi wa Yesu Kristo, uwe na uhakika kabisa msingi unaoujenga unaendana na Kristo jinsi alivyoweka msingi wake. Ukiweka majani ujue yatakuja kurambwa na moto na utaingia hasara. Zaidi ya yote, hekalu la Mungu utakuwa umeliharibu, lakini utaharibiwa na wewe pia. Hivyo hakuna haja ya kumsifu mpandaji, bali tunapaswa tumsifu mkuzaji ambaye ni Mungu peke yake, ambaye ni Yesu Kristo. Mwenye hekima pia na hajisifu katika Yesu Kristo. Maana yake ni nini? Hekima yako iwe ndani ya Yesu Kristo, kwa kutangaza neno la Yesu Kristo, kwa kuhubiri ukuu wa Yesu Kristo, ili upate kupata sifa ndani ya Yesu Kristo, maana Yesu Kristo anakaa ndani yetu. Lakini kitu kingine, hakuna msingi mwingine ulimwenguni utakaowekwa na kusimama imara isipokuwa msingi wa Yesu Kristo tu. Na alimaliza kabisa. Hakuna mwingine mtume, nabii atakayekuja, atakayepita pale, maana msingi wa Yesu Kristo ni imara mno. Ndiyo maana madhehebu yetu yanawagawa wanafunzi wa Yesu Kristo, maana wote ni wanafunzi wa Yesu Kristo, na kujihesabia haki katika udhehebu, wakati Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya wenye dhambi na akapatanisha watu wenye dhambi na Mungu. Kumbuka, Yesu Kristo mpaka sasa ananena na ulimwengu kuambia watu waombeane, hakuna hata mmoja mwenye haki. Maana kama ni hivyo, Yesu hakuwa na haja ya kushuka duniani kuja kuokoa watu watakatifu. Wote tulipungukiwa na utukufu, tukamghadhibisha Mungu, akachukia, lakini Yesu Kristo alikuja kukubali, akabeba madhaifu yetu na kutupatanisha na Mungu. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.